ya ndoa kurithi mali ya baba zao Waislamu wanapofariki. Uamuzi wao unakwenda kinyume na dini yetu, na ndio maana tunasema ndio Waislamu wakati wote wanasema tunahitaji mahakama ya kadhi ifike daraja appeal court, ifike daraja ya Supreme Court. Maimamu wameelezea kutoridhishwa kwao na uamuzi huo, wakidai kuwa mahakama inakiuka sheria ya Kiislamu kuhusu urithi. Sasa wanataka mahakama ya kadhi ipewe mamlaka zaidi ili iweze kushughulikia masuala muhimu kama vile ndoa, talaka na urithi kwa Waislamu kama ilivyoainishwa katika katiba. Abdiaziz Hashim, Darubini. Naam, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara, taarifa ambazo zitakupatia hisia kinzani mtazamaji. Na je, wajua kwamba baadhi ya bidhaa zinazouzwa humu nchini zikiwemo sharubati, bidhaa za urembo, sabuni na hata dawa za mswaki ni gushi? Kulingana na utafiti wa hivi majuzi, Wakenya 4 kati ya 10 wamewahi kutumia bidhaa gushi. Cha kusikitisha mtazamaji ni kwamba zaidi ya kwamba dawa za maumivu kama zile za malaria zinaongoza katika orodha ya hizo, zikijumuisha 90% ya dawa gushi ambazo huenda zikahatarisha afya yako. Mengi zaidi ni katika kapu letu la taarifa za biashara. Bidhaa gushi zinaendelea kuuzwa kwa wingi humu nchini, watumiaji na wafanyabiashara wa bidhaa halali wakiathiriwa. Kulingana na utafiti wa shirika la kukabiliana na bidhaa gushi, 1 kati ya bidhaa 5 zinazouzwa humu nchini ni gushi, hali inayosababisha hasara ya shilingi bilioni 800 kila mwaka. Utafiti huo wa mwaka 2025 umetaja sekta za afya na kilimo kama zilizoathiriwa zaidi na bidhaa gushi. Kwingineko, takwimu za hivi punde za Benki ya Maendeleo barani Afrika unaashiria mwelekeo wa kifedha wa Kenya upo kwenye mkondo mbaya, huku deni la umma likizidi 70% ya pato jumla la taifa. Kulipa deni hili kuna gharimu thuluthi moja ya mapato yote yanayotokana na ushuru, hivyo kuathiri uchumi wa taifa. Cha mno ni kuwa wigo wa ushuru umepungua, na hivyo serikali inategemea mishahara ya wafanyakazi na biashara kubwa kukidhi nakisi hiyo. Ripoti hiyo inaashiria kuwa ujumuishaji wa biashara zisizo rasmi katika mfumo wa ulipaji ushuru utaimarisha usawa na kupunguza ukwepaji kulipa ushuru. We need to step up resource mobilization, including, cutting on waste, making sure we have efficiencies, and efficiencies can be brought about by things like investment in digital, financial management, and strengthening the fights against corruption, for example, monitoring better how you implement your projects and making sure that resources are not wasted. So those are some of the small things, but they have big outcomes if you think about them, and in stepping up mobilization of resources. Na hatimaye, shirika la maendeleo humu nchini limeimarisha juhudi zake za kuimarisha sekta ya utengenezaji bidhaa, huku likitekeleza wajibu muhimu katika mageuzi ya kiviwanda. Kupitia uwekezaji katika kuongeza thamana, kupunguzia biashara ibuka hatari za kibiashara na kufadhili vitovu vya viwanda, shirika hilo linanuia kupunguza utegemezi wa Kenya wa bidhaa kutoka nje na kubuni nafasi za ajira. ADC has the money to invest in manufacturing. We have already built the county aggregation and industrial parks. These are almost ready in Kirinyaga here, in Embu, in Meru, down in Migori, in Uasin Gishu, in Bungoma. Most of them are construction is almost complete, and we are encouraging Kenyans to come there and start their small manufacturing lines for different products, so that we can really also become part of our production economy. Sylvia Gati, Darubini. Baada ya mwanahabari mwenza Gladys Mungai kumla ng'ombe mzima, niruhusu nimalizie kwa mkia wake. Karibu tuelekee viwanjani. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na ngwananga taarifa kwamba Posta Rangers itacheza kwenye ligi kuu ya soka ya FKF msimu ujao baada ya kuepuka kushuka daraja kwa kuandikisha ushindi wa jumla mabao 2-1